Oh yes, kama kawaida, hebu tuendelee kupata maarifa kwenye batiki za mshumaa kwamba inakuwa kwa vipi, sawa? Sasa leo tutaangalia kitambaa kimoja ambacho kinahusisha na kuchora, sawa? Kwa maana vile ambavyo ni mahususi kwenye kushona gauni au kushona shati, kwa sababu mbele na nyuma huwa inapendeza sana vifanane. Kwa hiyo ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Ukishakuwa na kitambaa chako kama hiki, kwa maana unaikunja mara mbili, sawa? Au tuseme unakunja mara moja, unapata pande mbili, sawa? Baada hapo, kwa maana mbele na nyuma utachora mchoro ambao unafanana au ambao unafanana. Sawa, kwa maana mbali na ile ya kustamp moja kwa moja, kwa maana hiyo unaweza kufanyaje? Kwa maana unacholea kile ambacho unakitaka wewe, kwa mfano ilivyo kopa, ilivyo nini, ilivyo kisu, kama mimi nitakavocholea hapo, sawa? Kwa it's simple, unakunja kitambaa chako mara moja kama hivyo, then unaanza kuchorea. Kumbuka mimi nimetumia vitambaa vyao, nimepata kitambaa afu nikakata, kwa maana hii nawafundisha watu kwamba jinsi gani unavyopaswa kuanza na batiki za mshumaa. Kwa maana usianze kwa kurupuka, anza kwanza kujifunza, na ndio maana nikafanya hii kwenye moja kwa moja jinsi ilivyo, sawa? Kwa hiyo kwa wewe kama unataka kuanza kujifunza, unabidi ufanye hivyo. Pia ukishakutafuta kule WhatsApp, tutakuelekeza zaidi jinsi ya kuweza kufanya hadi unafikia malengo kwenye batiki za mshumaa, sawa? Yes, baada ya kukunja hapo, kwa maana nika design tu wagani nilichole, labda nitaka nipate V, sawa? Yes, V yangu nikawa nachora hivyo, sawa? Kwa hiyo nachora tu simple isi like that, sawa? Kwa hiyo unachora mpaka pale maua ambapo utahisi kama yametoshelezea, kwa maana kile ambacho nakitaka tayari ushakifanya, sawa? Baada hapo utageuzia upande wa pili, utachora. Hakikisha kwa maana mistari yako inabidi iwe inyooke, sawa? Mistari inyooke. Kwa maana hiyo ni demo tu ambayo nimeifanya. Yaani mistari lazima inyooke na nyooka. Kwa hiyo kama unaweza kuwa na rula ile nyingine hata ya mbao ambayo iko straight, unachukua unachorea, inakuwa vizuri. Na kama utakuwa na chaki, mimi nimetumia mkaa tu hapo, sawa? Ukiwa na chaki it's fine, unachorea vizuri tu, sawa? Kwa hiyo unaweza kuchora maua mbalimbali au kubuni mitindo mbalimbali, maua mbalimbali, design mbalimbali, sio lazima iwe kama hivi. No. Ni wewe kukaa na kichwa chako, kutuliza kichwa, nataka nichore mchoro fulani, yale ua fulani, unabuni, unaliingiza kwenye kitambaa, unalifanya linatoka wao, na wengine wanaulizia, labda nataka order, na kuwekea order, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni rahisi tu, lakini ukigandisha ubongo wako kusema mimi sitaki kufikiria hata kidogo, inakuwa changamoto. Tafsiri yake kila unalofanya wewe, kwa maana ni wewe unakuwa ni muendelezo, wengine washalifanya. Kwa hiyo ni vema ka design ua lako kama hivyo. Unaona kitambaa changu baada ya kumaliza kuchora kilivyoonekana, it's wow, sawa? Kwa hivyo ndivyo itakavyokuwa. Baada hapo utaenda kuweka mshumaa katika ile mistari ambayo umeichora, sawa? Utaweka mshumaa. Wanafunzi kule, kwa maana huwa tunaelezana zaidi na zaidi. Kwa hiyo kwa wale ambao wamejiunga na kama wamejiunga na madarasa yetu kule WhatsApp, kwa sababu tunafundisha sana kwa njia ya WhatsApp, ili tuweze kuwafikia wengi, ili tuweze kuokoa muda, ili tuweze kuokoa gharama ya kifedha, sawa? Yes, kitu kama hiko. Kwa hiyo katika ile mistari ndimo ambamo utakuwa unaweka mshumaa wako, na chovya kwenye sponge. Na ndo pale sasa panahitajika, kama ulishaangalia video ya kwanza, kwa wale ambao walisha subscribe, kuna haja kuwa na penseli au unaleta kalamu, sawa? Kwa maana ni ua la kalamu kama ile ambayo nalitumia. Kwa maana hilo ni mahususi kwenye issue za kuchora chora. Kwa maana unaweka mshumaa katika maua ambayo ni ya kuchora kama ilivyo design hili hapa, sawa? Yes, kwa hiyo utakuwa unaweka, unachovya mshumaa, unaweka, unachovya mpaka pale utakapomaliza katika maeneo ambayo umeyatarget, kitu kama hiko. Kama unaangalia video hii na upo kwenye darasa letu lolote, sema yes, nipo hapo katika darasa la ubuyu wa vipande, nipo kwenye darasa la batiki za mshumaa, darasa la vijora, au darasa la sabuni za miche, darasa la sabuni za maji, darasa la ongarishe, naona darasa la bidhaa za nywele, sabuni za tiba, au unaangalia kutokea labda Singida, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam, Mtwara, Lindi, kitu kama hiko. Kwa hiyo inakuwa inapendeza ni kwa vitu kama, kwa maana yes, kumbe ninachokifanya kinawavutia wengi. So tu kusubscribe, unaweza kushare, kulike na kucomment kama hivyo, na comment yes, Teacher Namtike, nipo Iringa hapa, nipo kwenye darasa lako la sabuni za maji, inakuwa very good, sawa? Inakuwa inapendeza. Sasa hapo ndo tunamalizia kuchora kwa maana maua yetu, au kuweka mshumaa katika maeneo ambayo tumeyachorea, inakuwa vizuri tu. Kwa hiyo wewe wakati wa kufanya inabidi unaweza kufanya na vipimo kabisa. Kwa hiyo maachano wa zile njia au zile reli ambazo tunazitengeneza zinaweza zikawa zinafanana, labda kama ni sentimita 1 au nusu sentimita. Kwa hiyo mistari yake yote kaa inafanania, sawa? Kwa upande mmoja tuonekana hivi, sawa? Kwa hiyo ndio kitu ambacho tulikuwa tunakitaka. Baada hapo naenda kuchanganya madawa yetu. Kitambaa hiki nitaweka rangi ya mwisho moja kwa moja, kwa sababu sitogonga tena mshumaa. Kwa hiyo naenda kutumia finishing color moja kwa moja. Kwa wale ambao kwenye group wanaelewa
What does it mean ninaposema finishing color au rangi ya mwisho moja kwa moja? Sawa, kwa maana ni ile rangi ambayo tunaiweka kwa ajili ya kuweza kuleta matokeo mazuri kama kung'arisha na kuweka kitambaa chetu kiwe katika muonekano ambao ni mzuri, sawa? Kwa hiyo kwa kuwa imegonga mshumaa mara moja, sitokuwa na haja tena ya kuweka rangi ya awali au rangi ya msingi. Naenda kutumia finishing color moja kwa moja. Yes. Baada hapo ukishachanganya madawa yako na maji, then unaweka kitambaa chako kwenye ile beseni ambayo ushaandalia rangi ya mwisho au finishing color. Utaweka hapo, utageuza. Kumbuka hapa ni rangi ya mwisho, kwa hiyo utakiacha kwa muda mrefu. Kitu ambacho unapaswa kukifanya ni kuhakikisha kitambaa chako unakigeuza ili kuhakikisha kila sehemu iweze kuenea rangi au kuingia rangi katika hali ya usawa. Tunasema relatively equal au absolutely sawa, kwa maana kiwe kina rangi ambayo inafanana, sawa, kwa kitambaa chako chote. Zile sehemu ambazo umeficha basi zionekane kweli zimeficha. Hapo baada ya kuondoa mshumaa nikaanika. Baada hapo tunaenda mezani kwenda kuweka kama ni kupiga pasi au kunyosha kitambaa chako. Sawa? Kwa hapo unaona jinsi inavyokuwa, kwa maana rangi ya mwisho tulituletea hiyo rangi ambayo unaiona kwenye sehemu kubwa ya kitambaa, na sehemu ambazo tulificha ni zile ambazo zina rangi ya ukijani. Sawa? Kwa hiyo tulificha rangi ya kijani, kitu kama hicho. Unaona jinsi kinavyoonekana. Wow, it's impressive. Yes, sasa kwa nini tunapiga pasi? Tunapiga pasi kwa sababu ya kuweza kuondoa ule mshumaa mabaki ambayo yalikuwepo, ili kung'arisha kitambaa chetu na ili kuleta unadhifu kitambaa kiweze kuonekana kipo vizuri. Yes, na kukaribisha katika madarasa yetu ya WhatsApp. Kuna darasa la batiki za mshumaa, kuna darasa la vijora. Unaweza kuchukua namba hapo ya simu 0653463133 ukasema nataka kujifunza zaidi. Kuna kozi pale zitatiririka, labda sabuni za maji, darasa la batiki za mshumaa, batiki za vijora, usindikaji wa pilipili na viungo, darasa la sabuni za tiba, sabuni za miche, unaona? Kuna ungalisho utasoma, kuna ice cream, lamba pamoja na koni. Kwa ni wewe tutalipia ada darasa husika. Yes, kuna mwingine anasema labda nilijua bure. Jamani, mafunzo ya WhatsApp kwetu sisi sio bure, unachangia ada kidogo, then unajiunga kwenye group unasoma. Be positive, jasiriamali unalipa. Bye, karibu darasa.